Mimi nasema hivi, bodi ya ligi na TFF ni tawi la Simba. Tuweke nukta Uchebe. Bodi ya ligi na TFF ni tawi la Simba. Umewatazama wazee wa Yanga leo na umewasikiliza walichokiongea. Jasi wao, kwanza inatakiwa wapongezwe. Tunahitaji wazee wenye busara, wenye hekima, wenye kujua mpira kama hawa. Kwa kweli, tungekuwa na wazee kama hawa 100 au 200 au 1000, hakika mpira wetu ungekuwa mbali sana. Kwa sababu walichokizungumza ni fact na ni uhalisia. Wamefungua masikio ya wadau wa mpira kujua ni kitu gani kinaendelea kwenye bodi ya ligi pamoja na TFF. Leo mimi kama Uchebe Yanga naomba niseme kwa kauli moja. Bodi ya ligi, TFF ni tawi la klabu ya Simba. Naomba urudie kwamba bodi ya ligi, TFF. Nasema hivi, bodi ya ligi pamoja na TFF, bodi ya ligi pamoja na TFF ni tawi la Simba. Bodi ya ligi pamoja na TFF bodi ya ligi pamoja na TFF ni tawi la Simba, kwa sababu anachokisema Simba ndicho kinachoenda kufanyika kwenye mpira wetu. Anachokisema Simba ndio kinachoenda kufanyika kwenye mpira wetu wa Tanzania. Sasa ni wakati wa kusimama kutuambia vilabu vingine tumsikilize Simba au tuwasikilize bodi ya ligi pamoja na TFF. Kama aliyetoa taarifa na akatekeleza kuahirisha mchezo ni Simba, imekuwaje leo hii mgogoro wote unatokea wao wanakaa kimya, wanakuja na majibu ya kiuni? Inakuwaje? Mmesikia vizuri wazee wetu wamechambua hoja by hoja. Aliyesababisha kuahirishwa kwa mchezo tarehe 8, bodi ya ligi na TFF wasimame watuambie wadau wa mpira ni nani. Na sisi Simba mtu wa kwanza kuandika barua kuiandikia bodi ya ligi kwamba wamenyimwa haki yao ya msingi ya kimazoezi kwa mjibu wa kanuni ya 17 kifungu kidogo 45, kwamba Simba amenyimwa haki yao ya msingi ya kufanya mazoezi angalau siku moja. Uchebe. Sasa unataka kusema kitu? Endelea. Sasa tunakuja kuto kufanya mazoezi, hakuna kanuni inayopelekea kwa mechi kuto kuchezwa. Sababu wazee wangu wamesema vizuri. Yule mzee kwanza natakiwa pongezwe. Ameeleza wazi pale sababu kuu 3 ambazo zimeainishwa na FIFA zinazoweza kupelekea masaa machache kuahirishwa kwa mchezo. Moja, kifo cha kiongozi mkuu au waziri mkuu, kocha au kiongozi yeyote katika klabu, masaa machache anaweza kupelekea mchezo kuahirishwa. Sababu ya pili amesema mabadiliko ya hali ya hewa, tetemeko la ardhi inaweza kupelekea mchezo kuahirishwa. Mvua kupita kiasi, maana uwanja au pitch kujaa maji, inapelekea mchezo kuahirishwa. Sababu nyingine, mabadiliko, wanasema machafuko au hali ya kiusalama. Endapo machafuko yametokea, vita, kwa mfano Sudani kuna vita, michezo yao wachezee nyumbani kwa sababu ya ishu nini ya kiusalama. Hizo sababu zinapelekea mchezo kufanyaje? Kuto kuchezwa. Sasa nakuja kwenye swali. Je, tarehe 8 sababu gani iliyopelekea masaa machache mchezo kuahirishwa? Uchebe, ukiwatazama wazee wa Yanga na ukiwasikiliza walivyoongea ni kwamba mchezo wa tarehe 15 ndio utatoa taswira. Kama Simba watapewa alama mchezo huo, basi ligi nzima itakuwa imeishia hapo. Wewe unasemaje kwa hapa kwamba mchezo wa tarehe 15 ndio una taswira ya Young Africans kuendelea na ligi kuu soka Tanzania bara? Sio taswira ya Yanga peke yake. Tuweke sawa. Sio Yanga peke yake inasubiria tarehe 15. Vilabu vyote vinavyojua mpira vinasubiri hatima ya tarehe 15. Vilabu vyote vinasubiri hatima ya kipolo. Umenielewa? Sisi tumecheza michezo 27, Simba 27, wengine wote 28. Mchezo wa tarehe 15 ndio utaamua hatima ya ligi yetu. Yaani mchezo wa tarehe 15 ndio utaamua ligi nzima. Ligi nzima kuna kuendelea au ligi ndio imevurugika.
kwa sababu ya kukosa viongozi wenye weledi, wenye taaluma ya mpira. Uchebe, unasemaje na unaunga hoja kwamba rasmi ligi itakuwa imeishia hapo kama Simba watapewa alama 3? Kabisa, kabisa. Na nataka nikwambie kama wazee wangu walivyosema, hakuna pointi yeyote itakayopotea ya bure. Hakuna pointi yeyote itakayopotea ya bure. Na hakuna bingwa atakayepatikana kwa karatasi. Hakuna bingwa atakayepatikana kwa kuteuliwa. Bingwa atapambana wa kuvuja jasho dakika 90 ndio tumpate bingwa ni nani. Sisi msimamo wetu hatuchezi mchezo nambari 184 ambao umepangiwa tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo tunawahakikishieni wadau wote wa mpira, Yanga mkitaka iende uwanjani mpaka tupate suluhisho ya tarehe 8. Ni nani alihusika kuahirisha mchezo usifanyike tarehe 8? Uchebe, ukiwatazama wazee wa Young Africans wanaona kama Simba ndio inapendelewa zaidi kuliko Young Africans. Huo sio uongo. Huo sio uongo. Naomba nimalize. Sawa, huo sio uongo na ni ukweli ambao uko wazi. Naomba mimi nidhibitishe baadhi ya vitu. Sawa, Simba hii sawa, kipindi inashiriki michuano ya kimataifa 2018-19 au 19-20 kama sijakosea, kwa kumbukumbu zangu. Mnakumbuka alikuwa na viporo vingi. Moja ya viporo pia alisafiri kwenda Kagera, kwenda kucheza na Kagera Sugar. Kufika kula aliripoti wachezaji 4 wanauma mafua. Uongo kweli? Sahihi. Uongo kweli? Sahihi. Na mechi ile iliahirishwa ikasogezwa mbele. Uongo kweli? Si sahihi? Haya, narudi. Tabora United inapanda ligi kwa mara ya kwanza. Inapanda ligi kwa mara ya kwanza ikiwa na wachezaji 8 waliokamilisha vibali. Wanakutana na Azam. Wakasema mchezo utafanyika. Na mchezo ule ulichezwa. Azam wakashinda goli 4. Fetoto anafunga hat-trick. Azam, Tabora United anapoteza. Kwa nini busara ikutumika? Kwa nini kwa Simba busara ya wachezaji 4 kumwa mafua ilitumika? Kwa nini? Tunarudi msimu huu Simba amekuwa na viporo vingapi kwenye ligi? Simba amekuwa na viporo vingapi kwenye ligi? Simba alikuwa na takriban viporo kama 4 hivi. 4. 5. Cha juzi samemaliza na Singida. Of course. Na cha kwetu cha 6. Uongo kweli? Sahihi. Sasa tunakuja na kulifaa msimu 22-23 Yanga anacheza fainali. Alikuwa na kiporo chochote? Alikuwa na kiporo chochote? Tunarudi. Yanga anacheza robo finali na Rivers United kule Nigeria. Anatoka kule ana mchezo Mwanza na Kagera Sugar. Tunaomba kusogezwa ratiba ili kupisha angalau hali ya wachezaji wetu. Tuna michezo migumu na wakati huo anajua tumeshinda Nigeria goli 2 na tuna uhakika kwenda kucheza nusu fainali na Marumo Galaxy. Lakini wakasema ratiba haitapanguliwa. Ratiba imepangwa. Nendeni mkatimize kanuni. Tukaenda Mwanza, Mungu si Athumani, tukashinda. Tukatoka, haikutosha. Tulikuja tunacheza fainali na USM Algeria. Tukasafiri kutoka Algeria, tunarudi hapa. Tuna ratiba ngumu ya kwenda kucheza Mbeya na Mbeya City. Mama anatuita Ikulu. Tunamwambia mama, tuna ratiba ngumu Mbeya. Tunahitaji kufikisha timu. Mama anasema nitatoa ndege ila nawaombeni mfike kwanza Ikulu. Tukaenda usiku, tukio likafanyika Ikulu, tukapewa ndege na mama, tukaondoka usiku. Baada ya kumaliza pati na mama Ikulu, timu ikaenda Mbeya. Tunafika Mbeya, siku ya pili yake tunacheza mechi na Mbeya City, tunatoa sare 3-3. Tunafuata, naomba nimalize. Tunafuata, tunamaliza na nani? Na Prison. Tunamfunga, tunachukua kikombe cha NBC Premier League 2023 hiyo. Tunasafiri siku 2, tunaenda Tanga kwenda kucheza FA na Azam. Tunaenda pale, Clement Mziza anaandikia goli la ubingwa
fainali ya CRB Federation. Sasa leo tunakuja kutazama Simba ni namna gani amekuwa ni favor kwenye ligi. Uchebe, tutakutafuta, tutamalizia kwa namna ambavyo mnyama Simba ameendelea kunufaika na bodi ya ligi kama unavyozungumzia. Kwa leo shukrani sana. Mimi nasema hivi, bodi ya ligi na TFF ni tawi la Simba. Tuweke nukta Uchebe. Bodi ya ligi na TFF ni tawi la Simba. Tuweke nukta Uchebe. Asante.